Elia aliitwa wakati ambapo Israeli ilikuwa inahitaji mtu wa namna hiyo, na Elia mmemsoma sana kwenye Biblia. Elia alivyoitwa alienda mpaka ikulu ya mfalme bila kujua amevuka vipi walinzi wa mfalme, na alivyofika kwa mfalme akamwambia, kwa sababu umejiuza na kuruhusu Israeli wamwache Mungu wa mbinguni wakageukia kwa Baali, hivyo mvua haitanyesha miaka 3. Na kwa kweli mvua haikunyesha. Na baada ya hapo tukio likafanyika la Karmeli la kuwaita mabaali, wale waliokuwa wakiabudu mabaali, pamoja na Elia mwenyewe alisimama dhidi ya manabii wa Baali wote, lakini Elia alishinda pale Karmeli. Ninachotaka siku ya leo ukichukue ili uweze kuelewa utendaji wa Mungu ulivyo, ni katika ile fungu linalopatikana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17:9. Ondoka uende. Wafalme wa kwanza 17:9. Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni. Yaani Elia baada ya kufanya kazi ya Mungu, na wewe mshiriki wa Getsemane katika kambi hili ni Elia wa leo. Baada ya kuifanya kazi ya Mungu, wakati wale waovu wanapitia mapigo ya njaa, Mungu alimtunza Elia, akaenda kukaa katika kijito cha Yezreeli. Wakati huko kwingine janga linaharibu, lakini kwenye kile kijito cha Yezreeli Elia alikaa pale akiwa anakula na kunywa, na kunguru alikuwa akichukua chakula kwenye ikulu ya Ahabu. Wakati walipokuwa wakibeba kupeleka chakula kwa mfalme, historia inaonyesha kunguru alikuwa akishuka, anapita na mkate, anaubeba, pamoja na kwamba ni najis, anaubeba anaupeleka kwa Elia, na Elia anakula ule mkate. Ndiyo maana Mungu anamwambia, nenda kakae katika kijito cha Yezreeli, nimewaamuru kunguru wakulishe. Shida wakati tunapoambiwa kwa ajili ya kumtolea Mungu maisha yetu, kumtolea Mungu muda wetu, kumtolea Mungu huduma yetu. Kama waimbaji wanatoa huduma, wazee wa kanisa wanatoa huduma, wanaoleta hela wanatoa huduma ya kusapoti mambo ya kifedha. Kwa hiyo pale Mungu anapotaka tumtolee, Shetani anakuambia hapana, wewe unaweza tu kwa nguvu zako, na hivyo ukitoa kule utapata hasara. Maisha yenyewe ndio haya. Hivyo kwa kuwa Elia alitoa huduma yake na akauona mkono wa Bwana, akaenda mpaka kwa Ahabu, akatamka maneno yakatokea, mvua ikakoma. Mungu anamwambia Elia, tulia, wewe umeshafanya kazi yangu. Akiwa pale kwenye kijito anakula maji, anakunywa maji na kula mkate. Baadaye ukame ulivyokuwa mkubwa, kijito kikakauka. Kijito kilivyokauka, neno la Bwana linakuja tena, anasema ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Kule kwa kunguru alisema nimewaamuru kunguru wakulishe. Kwa hiyo hamna chochote utakachofanya kwa Mungu alafu Mungu akuache. Hiyo ndio shida kubwa. Tunategemea nguvu zetu. Ila huyu Bwana amefanya kazi ya Mungu, na Mungu amekusudia kumtegemeza huyu mtumishi wake. Ana uwezo wa kuamuru vitu visivyowezekana vikawezekana. Kama jana tuliona kondoo alipatikana katika mlima wa Moria, na hapa tunaona kwenye kijito kunguru ameamriwa akamlishe, na amemlisha kwa 1.5 mwaka.
Baada ya kijito kukauka, anamwambia sasa, ni toka hapo ulipo nenda Sarepta kwa huyu mama mpagani wa Sidoni, sio Mwebrania, mpagani, kwa sababu wale waliotegemewa kufanya kazi ya Mungu, Israeli wenyewe, wameshindwa kuifanya hiyo kazi, na hivyo Mungu ameamua kumtumia mpagani amlishe huyu mama. Wakati ambapo Israeli walipaswa wamlishe Eliya, Mungu anamtumia mwanamke mpagani amlishe wa Sidoni. Israeli anapoteseka kwa njaa, njaa ile inapofika kwa huyu mpagani wa Sidoni, Mungu anakusudia pale ambapo mpagani wa Sidoni anapogusa mkono wake na Eliya anagusa hapo, Eliya anapata maisha kutimiza kusudi la Mungu. Tunapozungumzia ujenzi wa ofisi, sio ujenzi, tuna mwenyekiti yuko hapa. Huyu ni wa mpito, atapita ataachia kile kiti, na tulijifunza habari ya kiti. Ile ofisi sio ya kwake, ni ya Mungu. Kile kiti ni cha Mungu. Usiwe na, kuna kitu wanasema, kuna watu wana ile knowledge of reasoning, elimu ya kuuliza ile. Sisi tumepewa knowledge of revelation. Sisi ni Mungu amefunua, tunalifanya, full stop. Yeye atajua tunaishije. Sasa Israeli anakataa, Mungu anamtumia Msidoni. Nataka niwaambie, zamu yetu ya kujenga ni sasa. Tusipojenga, Mungu atawaleta kunguru, atamleta mama Msidoni ajenge, na hivyo sasa tutapoteza mbaraka. Nataka niuguse moyo wako utoe, kwa maana kwamba unatoa ili kwamba Mungu aweze kukubariki kama alivyombariki Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu sikiliza hii hapa. Anamwambia, nimemwagiza mama mjane huko akulishe. Na ukiendelea mbele hapo anasema katika fungu la 10, basi Eliya akaondoka, hana ubishi, kwa sababu ameambiwa nenda Sarepta, kijito kimekauka. Hata alipofika lango la mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Mtumishi wa Mungu alikuwa na kiu. Anamwambia, mama, niletee maji ninywe, niletee tafadhali zaka na sadaka. Mama akasema, naleta. Niletee tafadhali sadaka ya shukrani ya kambi. Mama akasema, naleta. Halafu mama akaenda, kwa sababu ni kitu cha kawaida kumpa mtu maji, akaenda akachukua maji. Wakati anakwenda, sikiliza hapa, anasema fungu la 11, alipokuwa akienda kuleta akamwita. Hajafika kwenye maji kule, kwa sababu maji ni simple kuleta. Alipokuwa akienda akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Hapo ndipo alipogusa penyewe. Sawa, maji hapo naleta ni kawaida, ila kwenye kipande cha mkate ambacho nimebaki na unga kidogo, hata haumtoshi mtoto wangu. Hapa kwenye kipande cha mkate nimebaki na ada ya mwanangu na hela ya matumizi kidogo. Akasema, kaniletee. Yule mama anamwambia, nimebakiza unga kidogo mimi na mwanangu, tupike siku moja tule tukafe. Alivyomwambia Eliya akamwambia, nipe kwanza mimi. Ngoja nisome kwa sababu tunaenda wote. Anasema, nipe kwanza mimi. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate konzi, ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Hicho chakula cha kupikiwa kuni 2 unaweza ukaona kilivyo kidogo, lakini anamwambia, achana na mwanao, achana na wewe, nipe kwanza mimi, mpe Bwana kwanza. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate kidogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa maana Bwana Mungu wa Israeli anasema, utakapotoa lile pipa halitapungukiwa unga, na ile chupa
haitapungukiwa. Na mimi nataka nimguse mtu mmoja leo anayechukua bahasha ya ujenzi. Na kwa sababu unajua ujenzi, huwezi ukaweka 200 kwenye bahasha ya ujenzi. Unajua mfuko wa simenti unauzwa shilingi ngapi? Unajua jinsi ambavyo material ilivyo kubwa. Na goli lenu mnalijua. Na kimsingi hapa tunachofanya, tunapunguza kwenye lile goli lenu ambalo tayari mlishaliwekea mkakati. Lakini angalau uguswe katika kambi hili ambalo ni kambi la kuleta sadaka za shukrani, ili mibaraka inapotembea kila namna itembee na wewe. Na ndio maana nasema leo hii natafuta yule ambaye kuchukua bahasha jana, leo hii tena anaweza kuja hapa mbele, alafu mwenyekiti akampa hiyo bahasha. Tunawaombea watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba hatuwaombei. Na mimi binafsi mgeni wa kambi hili nimechukua bahasha jana na nitaacha hela yangu hapa. Sasa wewe ambaye upo, kwa sababu hapa nitaacha, nikienda Simanjiro naacha, na siwezi kuacha kwa sababu nilishajua Mungu anavyobariki. Na roho nabii nasema kadiri ambavyo Eliya aliendelea kudumu kwenye nyumba ya mama wa Sarepta, ndivyo ambavyo maisha ya yule mama yalikuwa yanahudumiwa. Kwa lugha nyingine, kama nabii asingekaa katika nyumba ile, chakula kingekoma. Nataka niwaambie watumishi wa Mungu wa Getsemani, jifunze kukarimu wageni. Na sio tu hicho, mtoto alipofariki, yule mtoto yule mama Eliya, yule mama akaja akamwambia Eliya, wewe ni mtumishi wa Mungu, ulikuja kwangu dhambi zangu zijulikane? Eliya akamwambia, tulia, nipo mtumishi wa Mungu. Akaomba, mtoto akafufuka. Wamepata chakula na wamepata kunusurika na janga la kifo. Sio Eliya, Elisha akaomba nguvu za Eliya mara 2, na akapita kwa yule mama Mshunami. Wakati anakatiza ile njia, mama akamwambia mume wake, huyu mtu wa Mungu tusimpe tu chakula, tumjengee na kanyumba. Na ndio maana tunahitaji tujenge ofisi yetu, ili kwamba watumishi wa Mungu wanapopita wakae kwa furaha, na wanapokaa kwa furaha kwenye ile nyumba wafanye mambo yao. Sasa leo nataka hii uichukue ya huyu mama Mshunami. Anamwambia mume wake, tumjengee kachumba, tumwekee meza na kitanda na chakula tunamwekea. Anapokula chakula tunawashukuru kwa sababu mnatulisha kwa zaka na sadaka. Anapokula chakula, lakini pia apate mahali pazuri pa kusoma neno la Mungu, na anapolisoma aende akasaidie wengine. Unakaa flexible katika kitu ambacho kimetengenezwa. Yule mama mshawishi mume wake, wakatengeneza ile nyumba. Na nyumba ilipomalizika, Elisha akawa anapita pale. Mama alikuwa tasa password wa kumsaidia mtumishi wa Mungu. Elisha akamwambia Gehazi, shida huyu mama ni nini? Gehazi akamwambia hana mtoto. Elisha akaomba, mama akapata mimba, akazaa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Tunawabariki kwenye kambi. Alipozaa mtoto akakua. Alipoanza kukimbia huko, akaugua, akafa tena. Alivyokufa, ndipo yule mama akasema, huyu mtoto hawezi kufa nyumbani kwangu, na wakati nina mtumishi wa Mungu. Akamchukua punda, akatembea. Anapofika, Elisha anamwambia ni amani, kwa kuwa mama anajua Mungu wa mbinguni ana uwezo wa kumfufua huyu mtoto. Mama bila chozi akasema ni amani. Mme wako mzima? Akasema ni mzima. Mwanao ni mzima? Ni mzima. Mwisho wa kisa, mtoto alikuwa amekufa, Elisha akaenda akamfufua. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vingapi vimekufa maishani mwako? Bahasha ya ujenzi inakwenda kuvifufua na hili boksi hapa. Toa. Yaani huyu alitoa kile ambacho kilimuuma, kwa sababu amebaki na chakula tu cha mtoto, wakale wakafe. Hakutoa hivi hivi kwa sababu maji alisema natoa. Alipoambiwa mkate akaanza maelezo, mzee tutakufa. Hata wakati Eliya anapewa kile chakula, yule mtoto alimshangaa mama yake. Huyu mama anampa mzee aliyechoka, amevali ngozi la singa,
la ngamia. Amechoka kabisa huyu mzee, anampa chakula cha familia. Lakini baada ya Elia kula, akamwambia nenda kaangalie mtoto anaenda unga huko pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu familia ya mtu mmoja wa Getsemani amekubali kumhudumia mchungaji Mchome. Bwana Yesu asifiwe. Unga hauishi kwa sababu gani? Familia moja au mtu mmoja wa Getsemani ameamua Pastor Mao akae kwenye ofisi ili aweze kupanga mambo ya conference, ofisi iliyotulia, sio kwenye nyumba ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo nataka ulifanye katika siku ya leo. Wakati waimbaji mnakuja, tutaimba huu wimbo, yote namtolea Bwana. Yule wa kuleta sadaka yake ya shukrani ataweka kwenye box. Yule wa kuleta zaka na sadaka ataweka kwenye box. Yule wa kuchukua, kama ulichukua jana, endelea kuiombea hiyo bahasha. Ila kama jana ukuwepo na unataka huu mbaraka, nataka nikuambie kwa neema ya Yesu utabarikiwa. Chukua hiyo bahasha. Na mwaka huu hatutaki msuguano, tunataka utoe kwa moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa wewe utakuja uchukue bahasha mkononi mwa mwenyekiti wa conference. Alafu karatasi yako ya maombi utaweka kwenye boksi niliyoibeba mimi. Mungu awabariki sana. Wakati waimbaji wanapoimba, sisi tunakuja hapo chini. Zoezi ni kama lile jana. Wakati unapokuja, anza kuongea na Mungu, mwambie, ni kweli unajua sina kitu, lakini nimekusudia kukupa kitu cha maana ili jina la Bwana litukuzwe. Ni kweli kabisa Bwana unajua, ninaomba unisaidie katika kambi hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni. Ninaomba wale mashemasi wasogee kwenye masanduku. Wale mashemasi walioandaliwa kwa ajili ya kukaa kwenye masanduku, basi tunawaalika wasogee kwenye masanduku yao. Barikiweni. Okay, nilikuwa napata maelekezo hapa kwa wale ambao walichukua bahasha jana na wamekuja na sadaka zao, bado ni muda wa kutoa. Tutaendelea hivyo hadi tutakapohitimisha mikutano yetu. Asante. Na ukija nayo unaweka kwenye box na kwa na jina na mahali napotokea, wahusika watajua namna ya kuratibu hilo. Asante. Paulo na Sila walipofungwa gerezani, usiku ule wao hawakulala. Waliziimba nyimbo za kumsifu Mungu, milango ya gereza nayo ikafunguka. Paulo na Sila walipofungwa gerezani, usiku ule wao hawakulala. Waliziimba nyimbo za kumsifu Mungu, milango ya gereza nayo ikafunguka. Maana Mungu alisema, niiteni na mimi nitawaitika. Sitanyamaza, nitawaonyesha mambo makubwa yale yaliyo magumu msiyoyajua. Mungu alisema, niiteni na mimi nitawaitika. Sitanyamaza, nitawaonyesha mambo makubwa yale yaliyo magumu msiyoyajua. Wamtumainio Baba yetu wa mbinguni ni kama mlima ule wa Sayuni, ambao hauwezi kutikisika kamwe, wakaa milele hata na milele. Wamtumainio Baba yetu wa mbinguni ni kama mlima ule wa Sayuni, ambao hauwezi kutikisika kamwe,
wakaa milele hata na milele. Maana Mungu alisema, niiteni na mimi nitawaitika, sitanyamaza, nitawaonyesha mambo makubwa yale yaliyo magumu msiyoyajua. Mungu alisema, niiteni na mimi nitawaitika, sitanyamaza, nitawaonyesha mambo makubwa yale yaliyo magumu msiyoyajua. Mungu alisema, niiteni na mimi nitawaitika, sitanyamaza, nitawaonyesha mambo makubwa yale yaliyo magumu msiyoyajua. Tuna washukuru wale waliogusa sanduku haya. Tunaendelea kuwatia moyo wale wengine ambao wanatamani kushukuru Mungu kwa ajili ya vile alivyotutunza katika mikono yake. Tuko salama mpaka saa hizi. Tuombe. Baba wa rehema, Mungu wa mbinguni, tumekuja tena siku ya leo kukushukuru kwa jinsi ulivyotutendea kwa mwaka mzima. Mioyo yetu imejaa furaha tele kwa jinsi ulivyotuchukua katika mbawa zako. Watoto wetu walienda huko na huko, wako salama. Nyumba zetu ulizilinda, biashara zetu ulizitunza, na mashamba yetu, miradi yetu yote ilikuwa mikononi mwako. Afya zetu umezishikilia. Tulisafiri huko na huko, uliepusha ajali, na hata leo tumesimama kama ushahidi kwamba wewe ulitenda katika maisha yetu. Tunaweza kurudisha nini kwako? Zaidi tunatoa mioyo yetu kama sadaka mbele zako, lakini tunaomba upokee hivi vichache tulivyokuletea. Zipo sadaka za shukrani tulizokutolea, zipo sadaka za ujenzi wa ofisi tulizokuletea. Tunaomba uzipokee mikononi mwako na utusaidie kujibu maombi yetu tuliyokuletea. Boksi hili ambalo mchungaji Temba amelishika limejaa mambo mbalimbali ambayo watumishi wako wameandika. Sisi hatuwezi kuyasoma, wewe unayajua. Lakini tunakuomba Mungu wetu, kila aliyeleta kilio chake katika boksi hili, ukamjibu, ukamkumbatie, ukamshike mkono, mpatie majibu ya amani. Kila mmoja aliyeomba ombi lake, akumbatie muujiza wa jibu lake. Tunakuomba katika kambi hili, watembelee watoto wako. Wako wale ambao ni wanyonge kiasi cha kutoinua nyuso zao kwako. Baba, wakumbatie. Wale walio na hatia hata hawawezi kuthubutu kusogea, ninakuomba Mungu wa mbinguni, uwarehemu, wasamehe, wafute madeni yao na wakubali na kuwakumbatia. Ondoa hatia katika mioyo ya watoto wako. Damu yako inatosha kusamehe dhambi yoyote ambao watoto wako wamekutenda. Tunaomba mkutano huu ukaufunike na damu yako. Asiwepo hata mmoja anayeingia na huzuni na kutoka na huzuni. Watu wako wote wawe huru kwa sababu umewatembelea watu wako na kuwabariki. Sasa tunapoingia katika ibada ya leo, tunaomba uzungumze na nafsi zetu. Bariki mkutano huu wote na watoto wetu wote kwa jina la Yesu. Amina.